Leo tarehe 7 kwa siku hii ya leo, kuanzia siku hii ya leo tutaanza kusali misa kwa ajili ya uchaguzi wa mtakatifu baada ya kuita Roho Mtakatifu Francisco kwa mbinguni. Basi makardinali wanaingia katika mchakato wa conclave ule Vatican kwa ajili ya kuchagua Roho Mtakatifu mpya. Makanisa duniani na waalika watu wake kusali kwa ajili ya mchakato ule wa kuchagua Baba Mtakatifu mpya. Basi kuanzia leo tutasali misa hii maana mchakato ule mpaka Baba Mtakatifu atakapopatikana. Keti kusikiliza anamshukuru Mungu kwa mema yote aliyowajalia. Anamuomba ulinzi wake katika mipango yao, na anamuombea watoto wake katika makuzi yao. Anamwombea watoto Teresia, Eugenia, Boke, watoto wote wa kidato cha 6 Masinde, afya njema ya roho na mwili. Roho Mtakatifu awe pamoja nao, awape utulivu katika kufanya mitihani yao vizuri, na wanafamilia ya Shirima. Kuombea mchakato wa Bwana, kuombea marehemu Robert kwa kutalima Filikira Msimo na Swale, kuombea marehemu Martin Elizabeth Mtekele, Henry Ngimbo, Atu Vingo na Isada Ngimbo, Nyongo na Ngimbo, kuombea marehemu Fisi Kula, Belahia, Langeni, Karoli Lukufa, Nyukanamba Safu, Nyongo na familia Mlimi. Kuombea marehemu Magdalena Damas, mziki kwa amani na Kristo moja. Kuombea marehemu Fabian William, mziki kwa amani na familia. Kuombea marehemu Baba Mtakatifu Francisco na Kristo moja. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustakilishwa kuadhimisha masiku matakatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu moyoni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe uliyeketi kuume kwa Mungu Baba, ukituombea, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Mungu uliye mchungaji wa milele, unaliongoza kundi lako kwa ulinzi wa daima. Ulijalie kanisa lako kwa wema wako mkuu, mchungaji ambaye
ambaye atupendeza kwa utakatifu na kutufaidia sisi kwa kuchunga kwa bidii. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku ile kulitokea adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa, akiingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo. Na makutano upande mmoja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopakana nao, wakilia kwa sauti kuu. Na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Neno la Bwana. Mpigie Mungu kelele za shangwe, nchi yote. Mpigie Mungu kelele za shangwe, nchi yote. Imbeni utukufu wa jina lake, tukuzeni sifa zake. Mwambieni Mungu matendo yake yanatisha kama nini. Mpigie Mungu kelele za shangwe, nchi yote. Nchi yote itakusujudia na kukuimbia, naam, italiimbia jina lako. Njoni atazameni matendo ya Mungu, kutisha kwa mambo awatendayo wanadamu. Pigia Mungu kelele za shangwe, nchi yote. Aligeuza bahari ikawa nchi kavu, katika mto walivuka kwa miguu. Huko ndiko tulikomfurahia. Atawala kwa uwezo wake milele. Macho yake yawaangalia mataifa, waasia wasijitukuze nafsi zao. Pigia Mungu kelele za shangwe, nchi yote. Shangilia.
ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminiye hataona kiu kamwe. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yoyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Neno la Bwana. Zangu wapendwa, mapenzi ya Mungu ni nini? Tumeona katika somo la kwanza, Wakristo wa kwanza wakifanya mapenzi ya Mungu katikati ya dhuluma. Walidhulumiwa, lakini waliendelea. Tumeona baada ya kuuawa kwake Stefano, dhuluma ikawa kubwa na wengine waliondoka. Walipoondoka, sio kwamba waliacha Kristo, waliendelea kuishi imani yao. Nasi tunaalikwa kutoogopa kushuhudia imani yetu, kutoogopa kufanya mapenzi ya Mungu. Katika Injili ya Yesu Kristo, katika Injili ya Yohana sura ya 6, mafundisho ya Yesu kuhusu Ekaristi, mkate wa uzima. Sema mimi ndimi chakula cha uzima. Jana niliwaambia neno la asili katika lugha asili wa Kiunani, mimi ndimi mkate wa uzima, kwa sababu nazungumzia kuhusu mkate ambao umetumika katika Pasaka, karamu ya mwisho, mkate unaotujalia uzima, bali mwili wake. Mtu akila mkate ule hatakuwa na njaa, yaani mtu akiwa na Yesu ndani yake, kufanya Pasaka pamoja na Kristo, hatakuwa na njaa. Tunaalikwa kufanya Pasaka pamoja naye. Na angalieni, Yesu anasema kitu muhimu sana kwa ajili yetu. Habari njema si kwamba mapenzi ya Baba, kwamba Yesu asimpoteze mtu mmoja, asimpoteze mtu kwa wale waliokabidhiwa kwake. Yesu hana haja na kifo chetu, hana haja na sisi kuangamizwa, bali anatafuta tukombolewe. Ndio maana amekufa msalabani kwa ajili yetu. Kwa ndugu zangu, Yesu anatupenda, Mungu Baba anatupenda, ndio maana amemtuma mwanawe pekee yake kwa ajili yetu msalabani. Tuombe kanisa zima, tuombe kardinali wanapoingia katika mchakato wa kuteua Baba Mtakatifu. One
Bwana, wingi wa rehema yako ushuke juu yetu, ili kwa sadaka takatifu tunayokutolea kwa heshima tujalie tufurahie kupata mchungaji atakaye kupendeza wewe mtukufu katika kulisimamia kanisa takatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ndivyo na haki tangu kufanya kuleta wokovu, kutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu, tena anatutetea siku zote mbele zako kama mwombezi. Ndiye aliyetolewa sadaka wala hafi tena, bali yuko hai daima, yeye aliyeuawa. Kwa sababu hiyo katika upeo wa furaha Pasaka ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mtukufu wako akisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana moyo mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema: Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunakutangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako. Kwa hiyo Bwana, tunakuadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao. Tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo kusanywa na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, uliponya kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na askofu wetu mkuu John Tadeo Ruwa'ichi na askofu msaidizi Heri mcha Mungu na wakleri wote. Kumbuke mtumishi wako Baba Mtakatifu Francisco uliomwita kwako kutoka dunia hii, ujalie yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia msikiti waliofariki dunia wakiwa na ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huduma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitia neno la Mwokozi wetu, tukifuata mafundisho yake ya Mungu, tunathubutu kusema: Baba yetu, uliye mbinguni, jina lako
Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa ngoma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia katika ile heri tunaujua Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wako, usitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na utawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani. Mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoe dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Tuombe. Bwana, tumelisha sakramenti ya wokovu wa milele ya mwili na damu ya mwanao pekee. Tunakuomba ewe mtukufu, utufurahishe kwa neema yako ya ajabu ya kupewa mchungaji atakayewafundisha kwa fadhila zake taifa la waamini wako na kuwamiminia mioyoni ukweli wa kiinjili kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pendeni na amani.